na sisi wenyewe hapa. Nianze kwa kusema kuwashukuru wa Tanzania kwanza. Tangu tupate matatizo wametulia kiasi kikubwa sana. Wananchi wote tatizo lilikuwa kubwa, lakini wametulia. Wamemsikiliza rais. Na nimshukuru rais sana, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi anayofanya ngumu lakini nzuri. Ameweza kututuliza. Nadhani tumetulia kiwango kizuri. Na sasa hivi anachukua hatua nyingi za kusaidia taifa liende kwenye utawala wa sheria na haki. Amefanya mambo mengi, sina haja kurudia, mnayafahamu. Amefanya hiyo. Na juzi amechagua tume ya jinai kutokana na ushauri wa tume ya Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu Chande na wenzake, kwamba pamoja na kazi waliofanya ilikuwa nzuri sana. Ngoja tukapata ripoti yote, lakini sisi tunajua tuliona amefanya kazi nzuri. Wao wakamshauri aunde tume ya pili ili kusogeza juhudi za kujua si nini tukilitokea, lakini nani walisababisha. Sasa ni mambo mawili tofauti. Chanda achukua muda mrefu nini kilitokea, lakini walisema wale tume wao si mahakama. Kwa yale yote waliofahamu, mengine waliyatoa pale hadharani, lakini mengine walimkabidhi rais mwenyewe kwa sababu ya kuendesha nchi ya mwezi kusema. Sasa hawa tume ya jinai ya lila ni kutusogeza kidogo kwenye lile la pili. Hivi ili jambo liweze lilikuwa limetokea peke yake, nani wahusika? Sasa ukiona watu wanachoma nyumba, wanaua watu, hiyo ni jinai. Hiyo ndio maana inaitwa ya jinai. Kwa hiyo mimi naona rais amefanya jambo jema. Mimi najua watu wengi, rais wetu akifanya maneno mengi kutoka watu wengi, lakini napenda kutumia nafasi yangu kama mtu mzima, taifa hili nalifahamu, alafu na umri mkubwa, alafu ni mzee. Tunatazama vijana wetu, tunatazama watu, hata opposition nao wengi ni vijana, kwamba niseme hivi, tunaye rais mmoja. Narudia, tunaye rais mmoja. Kila mtu hawezi akageuka akawa rais. Na rais mmoja ni binadamu, pamoja na kwamba anawasaidia na zini, lakini lazima uamuzi wa mwisho anafanya yeye. Kwa lazima katika mambo ya kuendesha nchi ni magumu, lazima kumpa rais nafasi ya kuamua kuhusu mambo fulani. Na hata tume hii, mimi bado wako watu na mashaka nayo. Mimi bado nashauri, kama nilivyoshauri kwa ile tume ya kwanza, tuikubali, na ameisha iunda. Tuache maneno mengi, ifanye kazi, tuje tuone matokeo ya kazi ya hilo ndilo kubwa. Mwisho inatuambia nini? Inatusaidia kuona nini? Inaweza kada isaidia kuona kila kitu ambacho kila mtu anataka, lakini haiwezi ikashindwa tume ya namna hiyo iliyochagua na rais ikashindwa. Sasa ya Chanda haikushindwa, ikashindwa kutusaidia hili la pili. Hivi vurugu hii nani alikuwamo? Ni jambo muhimu. Sasa unajuaje? Rais anajuaje? Kwa hiyo nadhani hii nafasi anaitoa watu kutafuta na kutafakari na kumshauri, na baadaye atumie ushauri huo kutushauri sisi, kutuonyesha, kutufundisha nini kilichotokea. Itatusaidia kumaliza hili jambo. Na ndilo nataka kuwashauri, msaidie rais. Alafu niseme la pili,
Demokrasia ni imani. Una mawazo nisiyojua na mimi na mawazo nisiyojua, tunazungumza, tunaelewana na kuamini. Demokrasia msipoaminiana haitakuwepo hata siku moja. Na imani tunaweka wapi? Imani ya msingi kabisa tunaweka kwenye rais ambaye tunamchagua wote, na tunamkabidhi katiba yetu ambaye inazaa sheria na kanuni na taratibu. Tunamkabidhi yeye na anaapa hadharani kuisimamia hiyo katiba. Huo ni mzigo mkubwa sana kumpa mwenzenu, na mko watu 60 milioni, kila mtu ana kichwa chake na anayotaka. Kwa hiyo mkimkabidhi mtu mmoja hilo jambo, lazima muamini na mpe nafasi. Na mara nyingi hafanyi marais hafanye kazi peke yao, anawashauri hivi, wengine wanaweza kumshauri vizuri, wengine vibaya, lakini uamuzi wa mwisho ni yeye, ninavyojua. Kwa lazima kumwamini na kumheshimu na kumpa nafasi na kujenga tabia ya kutaka kwanza matokeo ya yale anayojaribu kufanya kama sehemu ya kazi yake, alafu akawaambia taifa. Mkubali hayo, yakitokea hayo ndio mnaweza mkazungumza. Lakini ya kila mtu, siku hizi kuna utaratibu mnaita ninyi vijana, mitandao ya kila aina. Mimi nyumbani kwangu watoto wangu naijua, mimi sitazami wala nataka kusikiliza. Kwa sababu ukisikiliza utashinda, huwezi kufanya kazi nyingine katika ile mitandao. Ni huyu na huyu na huyu na huyu. Hii mitandao ni inasaidia, ndio hali ya siku hizi, lakini lazima kuitumia kwa uangalifu, na hasa vijana. Inaweza ikawapoteza, mkaacha njia, msisikilize mtu, kwa sababu mitandao ni namna moja ya maneno mengi mitaani. Huyu anasema hivi na yote yanapendeza, lakini si yote kwamba ni mazuri wala ni kweli. Kwa hiyo ushauri wangu kwa vijana wetu, hasa vijana, mimi siutoi kwa kuwalaumu. Nadhani vile vile tulichelewa kuwafundisha, kwa sababu majungu haya mimi sidhani kama alianza na vijana. Inawezekana alianza na sisi wazee hata kuwafundisha vizuri. Mtusamee, lakini ninashauri vijana, msisikilize kila mtu na mchague watu katika nchi yenu wa kusikiliza, na kikubwa msikilize rais wenu. Huyu ndio kiongozi wetu. Tunao utaratibu hapa wa kitu kinaitwa upinzani. Tumerithi jambo hili. Sisi wa Afrika tuna vitu hivi. Sisi ni watu wa consensus. Tunazungumza, tunakubaliana. Lakini tumerithi mambo ya vyama vingi. Sasa tunavyo, lazima tujitahidi kutii. Kwa hiyo unaye rais anafanyia nchi kazi kubwa, halafu pembeni hapo kuna makundi mengine wanasema hiyo ya upinzani, yani kazi yao ni upinzani. Vema, tumkubali, lakini ningependa kushauri upinzani huu usimame kwenye heshima na kuaminiana na kiwango fulani cha ukweli, kama hichi rais anachokutusaidia kwa hii tume, kujua kiwango fulani cha ukweli kitusaidie kuamua. Kwa hiyo mimi ndicho nilichotaka kusema. Nchi yetu ni demokrasia, lazima tuaminiane na lazima tumwamini rais wetu. Haiwezekani kila kitu akifanya sasa kila mtu atakuwa rais katika nchi hii. Rais alichagua huyu mmoja, hata kama wako wanaosema kulikuwa na kasoro na nini. Vema, hizo kasoro ni sehemu ya kazi ambayo tunataka kushiriki kuifanya, na anatutangulia. Mimi sidhani kia anataka nchi urugike, sidhani. Kwa hiyo mimi na kama mzee najua nikisema hiyo watu wengine wanasema huyo anaunga mkono rais. Sasa namunga mkono nani? Namunga mkono rais wangu.
lakini nafasi ya hivi vinavyosema, tumpe nafasi atuongoze, ndio tuliochagua, na tumsikilize, na yala mnayo anayosema lazima tuamini kwamba anasema kwa nia njema, na kama tunaona sivyo, tuwe na lugha nyepesi ya kushauri na kusema, lakini tusiseme kama wenda wazimu tu. Sio taifa la wenda wazimu. Hilo nilitaka kusema mbele yenu. Nataka rais alisikie na wasaidizi wake wote wasikie, na wazee wenzangu. Sisi wazee, kazi yetu, wazee ndio huwa tunatunza ukweli na misingi. Sasa msingi mmoja mkubwa ni kuamini kiongozi wako. Hivyo ukipanda mwenye ndege, si unaamini atakufikisha? Taifa ni ndege kubwa kabisa. Tumo tena passengers sio 70 tunaokaa mwenye ndege. Tuko milioni zaidi ya 62. Tumo katika ndege inaitwa Tanzania. Tumemkabidhi Mheshimiwa Dr. Samia, yuko kwenye usukani. Na huku tuko wengi na watoto wanalia na nini, tunapiga kelele, wengine hatujashiba na nini. Lakini lazima tufikishe. Lazima tuwe na imani. Wakisema mkae kwenye viti, mnakaa, mfunge mikanda, mnafunga, ili msaidie rubani. Rais wetu ndio rubani, na kuendesha nchi si jambo rahisi. Mimi nimekaa na Rais Nyerere hapa, nilikuwa naona si jambo rahisi. Kwa hiyo tumpe rais nafasi na tumwamini, na ninyi vijana muamini rais wenu, mwe huru kuzungumza na atawasikiliza. Rais amewahi kusema zungumzeni, mwe huru. Kwa hiyo zungumzeni huru, lakini mzungumze kwa heshima, kwa kujua kwamba nchi hii tunaheshimiana, si kwamba tunamheshimu rais peke yake, tunaheshimiana. Ndivyo tulivyofundisha, ni sehemu ya maadili yetu. Kwa hiyo tuzingatie hiyo, na wote wa Tanzania ndicho ninachowashauri, tuanze kuaminiana katika matatizo makubwa ya kuendesha taifa. Lazima muanze kuaminiana, na vile vile lazima muanze kuvumiliana na kusikilizana, ili mpate njia ya kwenda pale ambapo mnapata matatizo. Lakini kama kila mtu nilikuwa na askari mmoja anasema sasa kila mtu anataka kuwa Kambale Mamba na masharubu. Sasa kama wote tunataka kuwa Kambale Mamba, hatutafika. Tuanze kuaminiana, tuanze kuvumiliana, tusipingane kila kitu, tuanze kuongozana kwa hoja. Asante sana. Asante.